Msichana tajiri wa kweli kutoka kijijini hatimaye alipatikana na wazazi wake wa damu. Siku ya kwanza kurudi nyumbani, alimsikia mfanyakazi wa nyumba akimsema vibaya kwa siri, lakini mfanyakazi huyo hakujua kuwa maneno yake angemrudia. Msichana kwa asili alisema kuwa anayesema vibaya kuhusu wengine ataanza kutoa ndimu mdomoni. Mwanzoni mfanyakazi huyo hakumchukulia kwa uzito. Hata baada ya msichana kuondoka, aliendelea kumdhihaki, lakini muda mfupi baadaye alihisi kitu cha ajabu kooni mwake, kisha akaanza kutapika ndimu. Kumbe msichana huyo alikuwa na uwezo maalum ambapo maneno yake hutimia. Mtu yeyote anayemkasirisha hupata matokeo mara moja. Aliporudi nyumbani, wazazi wake wa damu walimkaribisha kwa furaha, lakini hakujua kwa yote hayo yalikuwa ni unafiki tu. Sababu ya kweli ya kumrudisha nyumbani ilikuwa ili achukue nafasi ya binti wa kufikia na kuolewa na mtoto tajiri aliyepooza wa bilionea. Ingawa wazazi wake walificha nia zao, kaka yake mara moja alimchukia alipomuona. Alidhani kuwa msichana kutoka kijijini hastahili kuwa sehemu ya familia yao. Akamwambia arudi alikotoka. Msichana alikasirika. Mara tu alipokasirika, chombo cha kale cha thamani ndani ya nyumba kilianguka na kuvunjika. Wote walishangaa. Binti wa kufikia alitumia nafasi hiyo kuchochea ugomvi. Alisema kwa kejeli kwa hicho kilikuwa chombo anachokipenda sana mama yao. Akauliza kwa nini kilivunjika mara tu msichana alipofika nyumbani. Maneno yake alifanya wazazi waanze kumtazama msichana kwa mashaka. Msichana alikaza ngumi kwa hasira akitaka kulipuka. Lakini wakati huo mnyweshaji wa nyumba alikumbuka kwa msichana alikuwa amesema mtu yeyote anayemkasirisha atapata matatizo. Ghafla upepo mkali ukaingia ndani ya chumba na vitu mezani vikaanza kutikisika. Mnyweshaji akaona msichana anakaribia kulipuka kwa hasira, hivyo akamkatiza na kusema labda amechoka na safari. Akamwambia wazazi wake wamemwandalia zawadi nyingi juu chumbani. Msichana aliposikia kuhusu zawadi alifurahi na kukimbia juu kuziona. Baada ya kuondoka, mnyweshaji alivuta pumzi ya afueni. Mama yake akafikiri labda msichana huyo ni mjiga kidogo. Akauliza kama kulikuwa na kitu cha ajabu njiani kutoka kijijini. Mnyweshaji alisema kijiji chote kilionekana cha ajabu. Watu hawakutaka kuagana na msichana alipokuwa anaondoka, lakini mara gari lilipoondoka walianza kusherehekea. Hata hivyo wazazi hawakujali maneno hayo. Walijali tu kuwa msichana huyo hatagundulika kuwa na matatizo ya akili kabla hajachukua nafasi ya binti wa kufikia. Msichana hakujua mipango hiyo. Alipopanda juu alikosea chumba na kuingia kwenye chumba cha binti wa kufikia. Alipoona nguo na zawadi nyingi za thamani ambazo hajawahi kuona, alifurahi sana. Lakini baada ya muda aligundua kuwa kuna kitu hakipo sawa. Kama hicho ni chumba chake, kwa nini kuna picha ya binti wa kufikia ukutani? Akaichukua picha hiyo na kuiweka chini. Kisha akaanza kuchagua nguo anazozipenda. Wazazi waliposikia kelele juu akaenda kuangalia. Walimkuta msichana amevuruga kabisa chumba cha binti wa kufikia. Binti huyo akakasirika na kumuuliza anafanya nini. Mama yake akasema hicho ni chumba cha binti wa kufikia na chumba cha msichana kiko pembeni. Lakini msichana akakataa kuondoka. Alisema ameangalia vyumba vyote na hicho ndicho kina mwanga mwingi na balkoni kubwa zaidi. Akauliza kama wazazi wake watamtenda kama katika hadithi na kumfanya abadilishe chumba chake. Mama yake akajaribu kumtuliza akisema binti wa kufikia ameishi hapo zaidi ya miaka 10 na chumba kingine kimekarabitiwa hivi karibuni. Lakini msichana akakataa kabisa kuondoka. Hali hiyo ilimkasirisha kaka yake. Alimkemea kwa kusema hana adabu na anajaribu kuiba chumba cha binti wa kufikia. Alisema binti huyo ndio mtoto wao wa damu, lakini wanampendelea yule aliyomchukua nafasi yake kwa miaka. Alipokasirika zaidi, frame ya picha ukutani ilianguka na kuvunjika. Baba yake alipokumbuka kuwa hata chombo cha kale kilivunjika alipokasirika mapema, aligundua kuwa msichana huyo si wa kawaida. Kwa haraka akakubali kumpa chumba hicho na kuambia wote waondoke. Baada ya yote, hivi karibuni angeolewa kwa niaba ya binti wa kufikia na chumba hicho kingerudi kwa binti huyo. Siku ilizofuata watu wa familia tajiri walifika nyumbani kwao. Walikuja kumuomba msichana wasaidie kumtibu mzee wao. Msaidizi wao alidhani binti wa kufikia ndiye waliokuja kumtafuta.